Farao na tafsiri yake, sehemu ya 5. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 41 aya ya 29 na kuendelea. Tazama, miaka 7 ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri, kisha kutakuja miaka 7 ya njaa baada yake, na shibe ile yote itasahaulika katika nchi ya Misri, na njaa itaiharibu nchi, wala shibe ile haitajulikana katika nchi, kwa sababu njaa itakayokuja baadaye itakuwa nzito sana. Na ndoto ya Farao, kwa vile ilikuja mara mbili, ni kwa sababu neno hilo Mungu atalithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Aya ya 33. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Sehemu hii ya 5 tunaangalia ushauri wa Yusufu. Ni kiini kimekaa hapa. Yusufu amemtafsiria Farao na amemweleza mawazo ya Mungu, ni nini Mungu anachokifanya, na amemweleza kwa ufupi kwamba katika maisha ya mwanadamu yana pande mbili. Huwezi kuyaondoa kwa maombi ama kwa chochote, huwezi kuzuia kwa chochote. Ili mradi unaishi duniani, utakumbana na hivi vipindi viwili kwenye maisha yako. Naomba unisikilize kwa makini. Uwe ni baba, uwe ni mama, uwe ni kijana, uwe ni mtoto, uwe ni mzee, unakumbana navyo. Haihusu yoyote, inakuhusu wewe na mimi. Tuna majira aina mbili. Kuna wakati wa shibe na kuna wakati wa uhitaji. Unaitwa wakati wa opportunity, wa fursa. Kila mtu anayo. Miaka ya shibe na miaka ya njaa. Majira yote yanamkuta mwanadamu, haya aina mbili. Sasa ili unafanyaje? Kwa sababu vipindi hivi vinakuja kwa mtu yoyote, iwe ni nchi tajiri, ni nchi maskini, ni nchi za uchumi wa kati, ama zile maskini sana. Unaishi Marekani, unaishi Ulaya, unaishi Australia, unaishi Afrika, unaishi Tanzania, unaishi wapi duniani, haya majira yatakufuata, hakuna namna. Miaka ya shibe inakuja, miaka ya njaa inakuja, majira ya kufanikiwa yanakuja, majira ya uhitaji yanakuja. Kwa tafsiri nyingine, miaka hula miaka, ndio maana yake. Wakati wa miaka ya shibe ni nini cha kufanya? Hilo ndio kazi, na ndipo tunapokwenda. Na mstari wa 33 umeeleza kitu cha ajabu sana. Unasema, basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, na amweke juu ya nchi ya Misri. Anayeweza kushinda haya majira ni mtu wa akili na hekima. Kama hauna mtu wa akili na hekima, utashindwa tu. Watu wengi tumeshindwa maisha kwa sababu hakukuwa na mtu wa akili na hekima. Hakusema mtu wa maombi. Ninajua kuna wale tunaofanya maombi, sawa kabisa, vizuri. Kusali sana, sawa kabisa, ni vizuri. Lakini kutatua hiki kitendawili, anahitajika mtu wa akili na hekima. Ninakuomba kwenye safari ya maisha yako, mtafute. Kama wewe hauna, mtafute. Kwenye kazi zako, kama hauna, mtafute huyu mtu wa hekima na akili kwenye maisha, mtafute. Tunaelewana, msikilizaji wangu unayenifuatilia, mtu wa Mungu, mtafute huyu mtu. Kama hauna, mtafute mtu wa hekima na akili. Yusufu hakusema tumtafute mtu wa maombi, wa kukesha na kuomba. Ni sawa, wengi wetu pengine sehemu kubwa ya maisha ndiyo hiyo, lakini sio sehemu yake.
Anasema na Farao ajitafutie mtu wa akili na hekima na amweke juu ya nchi ya Misri. Hii ndiyo hekima ama ushauri wa Yusufu. Usipopata mtu huyo, huwezi kutoboa, ni ngumu sana. Kuna wengine waliweka maombi, omba 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 omba. Ni kweli kuomba ni kuzuri, kuomba Mungu atusaidie, lakini kutatua hili no, sio sehemu yake. Na kama utatumia tu labda maombi peke yake, novena peke yake, novena ni nzuri, lakini hapa no, kwa sababu ina kitu cha kufanya. Na watu wengi wamekuwa maskini. Tumekutana na watu wengi sana kwenye ushauri hapa na pale, mikoani, maparokiani, na unagundua maisha yake yamekwama kwa sababu hakupata ushauri wa Yusufu. Hakujua ndoto ya Yusufu na ndoto ya Farao na ushauri wa Yusufu ni nini afanye. Watu ambao hata kama hakuomba lakini alishika hii ndoto akafuata ushauri wa Yusufu, amepigwa tiki kubwa na amefanikiwa kwenye maisha. Unaweza ukajichunguza ukajijua uko wapi. Kuna watu tayari tulishachelewa. Miaka sasa hivi inakula miaka. Tayari imeshakula. Kuna watu sasa hivi miaka inakula na kuna watu wako mbeleni. Ndoto ya Farao na ushauri wa Yusufu unakuja kwenye maisha ya kila mtu anaishi chini ya jua hili. Haimkwepi mtu unless ufe ama hauishi hapa. Lakini kama unaishi, linakuhusu wewe. Tafuta kuijua, tafuta kuitafakari vizuri na tafuta kuishi kadiri yake. Naomba tena nirudie aya 33. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima amweke juu ya nchi ya Misri. Kwenye kitabu cha Zaburi ya 49 aya 20, neno linasema mtu mwenye heshima kama hana akili, akikosa akili, anafanana na wanyama wanaopotea. Watu wengi ambao hawakuwa na akili na hekima ya Yusufu ambayo ni hekima ya Mungu, wameanguka kwenye uvivu, wameanguka kwenye kisingizio na maisha yakaharibika. Kwenye eneo hili hakuna wa kumnyoshea kidole. Mhusika mkuu ni wewe na mhusika mkuu ni mimi, kwa sababu maisha ni ya kwako, maisha ni ya kwangu. Usimnyoshe mwingine kidole. Flames of excuse are not allowed, are unacceptable, hayaruhusiwi. Ni wajibu wa kwako. Anayetakiwa kuchukua hatua ni wewe na mimi kwenye hii safari ya maisha. Yes. Mstari wa 34. Farao na afanye hivi tena, aweke wasimamizi juu ya Misri, juu ya nchi, na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba, na wakusanye chakula chote kwa miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakailinde kuwa chakula katika miji. Mstari wa 36. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuja katika nchi ya Misri, ili nchi isiharibike kwa njaa. Familia nyingi na baadhi ya nchi kadhaa za Afrika zinaharibika kwa sababu hii. Kwa sababu hii, ndoto ya Farao haina dini, haina dhehebu, haina mlengo. Inamkuta yoyote anaishi katika hiyo nchi. Awe anasali hasali, anaenda msikitini haendi, anamwamini Mungu hamwamini, anaabudu haabudu, anasali hasali, itakukuta. Huu ndio ushauri
wa Yusufu. Atafutwe mtu mwenye hekima na akili na Farao aweke wasimamizi katika nchi ya Misri. Katika hii miaka 7 ya shibe, miaka 7 ya fursa Mungu aliyokupa wewe, uhakikishe unaiwekeza vizuri. Ushauri wa Yusufu ni swala la uwekezaji. Unawekeza kwa ajili ya ile miaka 7 ya njaa, kwa sababu njaa hiyo itakayokuja itakuwa kali sana. Inakuhusu wewe, inanihusu mimi na yule. Na nimesema somo hili ni la watu wote, ni la watoto, ni la watu wazima. Kwa hiyo wakati huu wa fursa ulioipata unafanya nini? Lazima uwe na akili. Fursa Mungu aliyokupa. Watu wengi wanaolia walipata fursa wakaishia kwenye starehe, wakaishia kwenye kubeti, wakaishia kwenye kulewa, wakaishia kwenye starehe, wakaishia kwenye maisha ambayo hayakuwa na vision, maono na malengo. Hawakuwekeza chochote. Inapokuja ile miaka ya njaa, hata nyumba utauza, hata viwanja utauza. Ulichokuwa nacho kinapokunywa kwako kitaondoka. Je, ushauri wa Yusufu umekaa kwako? Umekaa kwako? Unaishije? Kama wewe ni kula tu, inapofika kustaafu. Nimekutana na wastaafu wengi, walikuwa walimu, waajiri serikalini, wengine hata walikuwa ni wabunge. Kuna kipindi hata spika akasema baadhi ya wabunge wastaafu wamekuwa ombaomba, na mamilioni ya pesa aliyopokea hakujua kuwekeza. Wengine walikuwa na vitu fulani fulani, hawakujua namna ya kuwekeza, mwisho vikadondoka. Ni swala la akili na hekima, ni eneo la uwekezaji. Wakati wa fursa Mungu aliyokupa umefanya nini? Kama ulikaa na watu ni kunywa tu, Mungu ni mwema, ni kuwanunulia, ni kugawa vitu hovyo hovyo, na watu wanachukua vitu vyako, uelewe itafika wakati ni magumu sana. Sikusema usiwe mkarimu, sisemi hivyo, please usinitafsiri vibaya. Ukarimu ni sawa, lakini ndoto ya Yusufu inakuhusu wewe na familia yako na watoto wako na wajukuu na vitukuu. Ndoto ya Yusufu na tafsiri yake, namna ambavyo unaweza kuishi na kuibeba ndoto hii. Miaka hula miaka. Usipoweza kujitengeneza vizuri wakati wa miaka mema, wakati una fursa, zitakuja miaka. Hili halihusiani na dhambi, hili halihusiani na mazingira ni magumu. Hapana, hili linamkuta kila mtu. Mtu akikwambia maisha ni magumu na ni mzee na alikuwa na kazi na alishika fedha, aliajiriwa, alipata mshahara, akala wote, akatumia kwenye starehe, akagawagawa hovyo, kesho atateseka sana, atateseka vibaya, na maisha yake yatakuwa mabaya, yatakuwa mabaya kuliko ubaya. Ninaloomba kwako, shikilia sana ushauri ulioko hapa. Ninaomba maisha yako yabadilishwe kwa kufuata ushauri wa Yusufu, na Farao ajitafutie mtu wa akili na hekima aweze kutengeneza kwa ajili ya miaka 7 ya taabu itakayokuja mbele. Tafakari sana na chukua hatua. Tumsifu Yesu Kristo.